ambao tumewaalika hapa, wadau mbalimbali wa sekta ya afya, wananchi wenzangu. Leo si siku ya kawaida, ni siku ya matumaini na ni siku ya maamuzi na ni siku ambayo tunakwenda kuweka historia kwa pamoja, historia ya kuokoa maisha ya maelfu ya Watanzania na ndugu zetu wa nchi jirani. Profesa Masenga, kwa ruhusa yako, kwa pamoja nijaribu kufupisha tu mazungumzo yangu. Turudi kwenye kitabu cha Biblia, tukisoma Isaya 40 mstari wa kwanza. Wakati wana wa Israeli wamechukuliwa na Wababeli kupelekwa Babeli utumwani, walikuwa huko kwa muda mrefu na wakitumikishwa kama watumwa, lakini wakikosa huduma za kibinadamu, kwa maana walikuwa wakihudumiwa kama wanyama. Mioyo yao ilikuwa imesawajika kwa huzuni, wakawa wamekata tamaa na hatimaye wakajikuta hawana mwokozi. Ndipo Mungu akateremsha maneno yake akimwambia Yesu Kristo kwamba watulizeni mioyo, watulizeni mioyo, anasema Bwana wangu. Mimi nisimame au tupigie mstari kwenye neno mioyo, kwa maana ya kwamba Mungu alitambua kufa kwa moyo hakuna maisha tena, na ndio maana alimtaka mtumishi wake aende akawatulize mioyo watu wake, na kazi hiyo sasa inaenda kufanywa na KCMC. Basi ni baraka, na tunaamini kwamba ni moja katika kazi ya Mwenyezi Mungu ambayo amezishusha kwa wanadamu katika kuleta mafanikio. Baada ya kunukuu maneno hayo, niseme kwamba mradi wa ujenzi wa kituo cha moyo katika hospitali yetu ya KCMC sio tu mradi wa jengo, ni uwekezaji mkubwa wa kitaifa katika maisha ya watu. Ni mradi unaogusa moja kwa moja familia, jamii na mustakabali wa afya ya taifa letu. Kuna umuhimu gani wa kuwekeza katika mradi huu? Kwanza, mradi huu unakwenda kupunguza kiwango kikubwa cha rufaa za wagonjwa kutoka nje, rufaa za wagonjwa ambazo tulikuwa tukipeleka wagonjwa nje ya nchi yetu. Kwa sasa Watanzania wengi hulazimika kusafiri nje kutafuta matibabu ya moyo, jambo linalogharimu fedha nyingi za kigeni na kuwa mzigo mkubwa kwa familia na taifa kwa ujumla. Kituo hiki kitawezesha huduma hizi kupatikana hapa hapa nyumbani. Pili, kituo hiki kinakwenda kupunguza vifo vinavyotokana na wagonjwa wa moyo kwa kuongeza upatikanaji wa huduma za haraka, sahihi na za kibingwa. Tunajua wazi kuwa katika masuala ya moyo muda ni uhai. Tatu, mradi huu utajenga uwezo wa ndani wa wataalamu wetu wa afya kwa kuwapa fursa za mafunzo ya kibingwa na ubingwa bobezi hapa nchini. Kwa kanda ya kaskazini, mradi huu ni mkombozi wa kweli. Wananchi wa mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Tanga, Manyara na maeneo ya jirani hawatalazimika tena kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za moyo. Huduma hizi zitakuwa karibu nao kwa haraka na kwa gharama nafuu na kwa ubora wa hali ya juu. Aidha, kituo hiki kitachochea uchumi wa kanda kupitia ajira, uwekezaji na utalii wa matibabu, kwa maana medical tourism, na kuweka Tanzania katika ramani ya huduma za afya barani Afrika. Tukija kwa Watanzania wote, itambulike kwamba huu ni mradi wa taifa na ni alama ya kujitegemea. Ni ushahidi kwamba tukiamua kama taifa
tunaweza kujenga mifumo yetu wenyewe na kuokoa maisha ya wananchi wetu. Ndugu zangu waandishi wa habari na tuliokusanyika hapa, ujenzi huu umefikia takriban asilimia 40. Hii inaonyesha tumepiga hatua kubwa lakini bado safari ya kukamilisha. Kupitia ushirikiano huu ambao leo tunaenda kushuhudia hapa, kila Mtanzania ana nafasi ya kushiriki. Hakuna mchango mdogo, kila shilingi itakuwa na thamani katika ujenzi wa jengo hili. Kama Tanlink Healthcare Foundation, tutaendelea kuwa daraja kati ya wadau na wananchi kuhakikisha ushiriki mpana wa kitaifa. Leo ninawaomba wananchi wote tuchangie, si kwa sababu tuna ziada ama pesa nyingi, bali kwa sababu tuna wajibu wa kufanya hivyo. Tuchangie si kwa sababu ni rahisi, kwamba kila mtu anaweza, hapana, bali ni kwa sababu ni muhimu. Kila mchango wako ni pumzi ya maisha kwa mtu mwingine. Tukumbuke, moyo unapopiga maisha yanaendelea. Na leo sisi sote tuna nafasi ya kuhakikisha mioyo mingi inaendelea kupiga. Baada ya kuzungumza haya, nirudi kwa ndugu zetu wa Halopesa wakiwakilishwa na kaka yetu Magesa. Sisi watu wa lugha tuna maneno huwa tunasema, na hii ndio itakuwa sentensi yangu ya mwisho, kwamba kuna msemo unasema, nitaunukuu kwa lugha ya Kiarabu, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha, kwamba anatomically, morphologically and physiologically of the heart, imetengenezwa asili katika kupenda au kumpenda yule ambaye anaufanyia mazuri moyo. Kwa hiyo kwa tukio hili ambalo nyinyi mnakwenda kulifanya, ni moja katika matukio mazuri kwa kuwafanyia mazuri, kwa kuifanyia vizuri mioyo ya Watanzania. Kwa hiyo tujue kwamba malipo yetu si madogo, Mungu anatuona. Malipo yetu ni kupendwa sasa na hao tulioenda kuwafanyia mazuri. Kwa maana leo tunazungumza hapa, usije ukashangaa ndani ya muda mfupi Halopesa na Halotel pamoja na Halopesa ndio ukawa mtandao ambao namba 1 Tanzania na East Africa kwa ujumla. Kwa sababu gani? Mmekwenda kuwagusa Watanzania, mmekwenda kukigusa kitu muhimu, moyo. Baada ya haya, niwashukuru sana ndugu zetu waandishi wa habari, mtufikishie ujumbe wetu kwa jamii, na pia niwashukuru KCMC kwa kuja na wazo hili. Asanteni sana. Ndugu yangu Magesa Wandu, Deputy Managing Director Halopesa, ndugu yangu Dr. Siraji Mtulia, wafanyakazi wa hapa Halopesa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Sisi tunatoka kanisani. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu alaikum. Awali ya yote, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa wasaa wa kukutana asubuhi hii katika tukio hili muhimu na la kihistoria. Kama mlivyosikia, sisi tumetoka hospitali ya KCMC na mimi ndo mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya KCMC, na Public Relations Officer wa KCMC Chiseo amezungumza vizuri kuhusu hospitali ya KCMC, na hospitali ya KCMC ni hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini. Na sisi kutokana na mpango mkakati wetu na majukumu yetu na malengo yetu ni kutoa huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Hiyo ndo kazi yetu kwa wananchi zaidi ya milioni 15 ambao wanaishi maeneo ya kaskazini na nje ya hapo, ili wakifika kwetu tuweze kutoa huduma stahiki na kupunguza matatizo kwa wananchi wetu, lakini vile vile kuunga mkono serikali yetu katika juhudi za kupunguza rufaa kwenda nchi za nje.
Sasa ndugu waandishi wa habari mlioko hapa, kama mlivyoona, mmeshuhudia tukio la kutia saini makubaliano ya mashirikiano ya ufanyaji kazi wa pamoja kati ya hospitali yetu ya KSMC na wenzetu wa mtandao wa Halotel. Pamoja na mambo mengine ya mashirikiano, makubaliano haya ambayo tumetia saini yanaanzisha safari muhimu ya kuchangisha fedha zitakazowezesha ujenzi wa taasisi ya magonjwa ya moyo katika hospitali ya KSMC. Nimeanza kusema kwamba tumejikita katika kutoa huduma za kibingwa na kibingwa bobezi, na maeneo haya yako mengi, na kwa sasa hivi katika maeneo ambayo tumeyapa kipaumbele maalum ni magonjwa ya moyo. Kwa nini tunasema hivyo? Kama mnavyofahamu, sasa hivi duniani magonjwa yasiambukiza ndio yanaongoza kwa kuleta vifo vingi duniani. Zaidi ya 70% ya vifo duniani vinasababishwa na magonjwa yasiambukiza na magonjwa ya moyo ikiwemo. Pale KSMC katika wagonjwa wanaolazwa kwa siku, katika wagonjwa 10, wagonjwa 8 ni magonjwa yasiyoambukizwa pamoja na ajali. Lakini magonjwa yale ya kuambukiza sasa hivi sio shida kubwa sana, ingawa bado yapo. Lakini nikisema katika wagonjwa 10 wanaolazwa, niseme 8 ni magonjwa yasiyoambukizwa pamoja na ajali, ikiwemo magonjwa ya moyo. Na niseme tu pale katika hospitali yetu karibu 15% mpaka 18 ya vifo vinachangiwa na magonjwa ya moyo. Na kama mnavyofahamu, kwa Tanzania tuna hospitali yetu kubwa ya JKCI ambayo iko hapa Dar es Salaam, ambayo ndio hospitali ambayo imejikita kwa umahiri katika kutibu magonjwa ya moyo. Of course kuna hospitali nyingine kama Benjamin Mkapa nao wanafanya tiba ya moyo, lakini katika hospitali ambayo iko kamili kutibu ugonjwa wa moyo ni JKCI. Na sisi kule KSMC tunafanya uchunguzi, lakini ninavyokuja kutibu ya kibingwa na ubobezi wenyewe inabidi tuwalete wagonjwa hapa Dar es Salaam. Sasa ukiangalia umbali wa Dar es Salaam na Kilimanjaro ni mkubwa, si rahisi. Kwa hiyo wagonjwa wengi wanapata shida, na ndio maana tukajiona ni vizuri tuje na mpango huu ambao tutakabiliana na magonjwa ya moyo nchini na kuboresha huduma za kibingwa bobezi katika eneo hili katika hospitali ya KSMC. Na tumejipanga kujenga kituo ambacho kitakuwa kina miundo mbinu ya kisasa pamoja na kuimarisha zile kliniki za watu wa nje. Lengo letu ni kuwa na kituo cha kisasa cha moyo na mishipa ya damu, nikimaana full functional cardiovascular center katika hospitali ya KSMC kitakachotoa huduma kamili za uchunguzi, matibabu na ufuatiliaji wa moyo kwa kanda ya kaskazini ya Tanzania na maeneo mengine pamoja na nje ya nchi. Ujenzi huu tunajenga jengo ambalo litakuwa na vitanda 112, litakuwa na vyumba viwili vya upasuaji, yani open heart surgery, litakuwa na vyumba viwili vya cath lab. Cath lab ni maabara maalum ambayo ina mitambo ya kisasa na teknolojia ya juu kabisa ya kuweza kuchunguza moyo kwa kupitia mishipa ya damu, lakini vile vile kufanya upasuaji kupitia mishipa ya damu ambayo wenzetu wa JKCI wanafanya hizo operation sasa hivi. Lakini tutakuwa na vyumba vya wagonjwa mahututi pamoja na wagonjwa wa nje kwa watoto, wagonjwa wa nje kwa watu wazima, pamoja na vyumba vya uchunguzi nikimaanisha x-ray room, CT scan, MRI pamoja na maabara. Kwa hiyo unavyoangalia ni mradi mkubwa, na tunategemea kutoa tiba kamili. Nikimaanisha tiba kamili ni tiba kama tiba tunavyofahamu ya kutibu watu, lakini vile vile tutaangalia mambo ya prevention, kwa sababu lazima tujue ni kwa nini magonjwa haya ya moyo yanaongezeka namna hiyo. Lakini tutakwenda nje, tiba mkoba, kuhakikisha kwamba tunawagundua wagonjwa katika
wakiwa katika awali ili kuweza kuwatibu vizuri, kwa sababu wagonjwa wafika wamechelewa ni shida. Lakini kituo hichi vile vile kitatoa mafunzo. Kama mnavyofahamu, hospitali ya KCMC tuna chuo kikuu bora cha afya, na katika kitengo hichi au taasisi tunayojenga tunategemea tutatoa vile vile mafunzo kwa wataalamu mbalimbali katika tiba ya moyo, lakini vile vile tutafanya tafiti mbalimbali. Sasa gharama za mradi mradi huu, gharama za ujenzi makisio awali ni bilioni 25 na vifaa tiba vya hospitali vitagharimu fedha hizo hizo. Kwa hiyo ni mradi ambao ni karibu bilioni 50. Kwa hiyo wengi watashtuka, gharama ni kubwa, lakini huwezi kulinganisha gharama na maisha ya binadamu. Ndio maana sisi KCMC na pamoja na kanisa pamoja na serikali tunashirikiana kuona kwamba kwa sababu maisha ya binadamu ni gharama kuliko hizi fedha tunavyozitaji. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kwa hilo, lakini tunamshukuru Mungu sana kwamba KCMC inafanya kazi na wadau mbalimbali. Kuna taasisi moja kule Marekani inaitwa Foundation for Cardiac Care in Africa, ambao ndio wadau wetu wakubwa. Wao wameshakusanya fedha 90% za ujenzi, na ndio maana sasa hivi ujenzi umeanza, tuko 40%. Kwa hiyo katika ujenzi tumebakiza 10% tu ambayo tumekisia ni kama bilioni 3 za Kitanzania, na ndio maana tuko hapa sasa kuwashirikisha Watanzania kuhakikisha hizi fedha bilioni 3 tunazipataje, na wenzetu wanalipenda hilo, kuona kwamba tunawashirikisha Watanzania wengi as much as we can, kwa sababu ndio umiliki wenyewe na kama mtu anamiliki ina maana atatumia huduma na ataitunza na itakuwa huduma endelevu. Aidha, wataalamu tumeshasomesha wataalamu zaidi ya 20, madaktari na wauguzi. India tumesomesha hapa University of Muhimbili pamoja na JKCI, na wamesharudi na wanasubiri sasa tuanze kazi. Na makisio yetu ni kwamba ili jengo tunategemea likamilike mwezi wa 7 mwakani, kwa sababu wataalamu tunao, na kama jengo likamilika tunaweza tukaanza kidogo kidogo. Nimesikia vifaa ni gharama kubwa, na karibu bilioni 25, lakini katika hili vile vile wenzetu wanaendelea kusanya fedha, lakini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano tunashirikiana nao. Tarehe 6 mwezi wa 3 tuliweka jiwe la msingi na Mheshimiwa Waziri alikuwa pale, na serikali nayo imeahidi kuchangia vifaa, na tutaanza kidogo kidogo. Kwa hiyo vifaa vitakiwa vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kwamba tutafanikisha. Sasa makubaliano haya pamoja na wenzetu Halo Pesa leo yanalenga kuhamasisha na kuziomba jamii za Watanzania waliopo ndani na nje ya nchi kushiriki katika juhudi hizi muhimu. Kupitia ushirikiano huu, Watanzania tunawapa fursa na jukwaa rasmi la kuchangia kwa hiari kwa kiwango chochote wanachoweza kumudu, hata kama ni shilingi 1000 itasaidia. Ule wingi wetu, nguvu ya umma, sisi tunaamini kabisa kwamba hizi fedha ambazo zimebaki tunaweza tukazichangia kwa kushirikiana na wote tulioko hapa ndani na waandishi wa habari mlioko hapa. Naamini kabisa tutaweza kufikia. Tunaamini kabisa mchango mdogo, hakuna mchango mdogo linapokuja swala la kuokoa maisha. Kila mchango ni hatua muhimu kuelekea kufanikisha azma yetu. Nimesema tunaamini nguvu ya umma, na tunaamini kwamba tutashirikiana kwa pamoja tunaweza kulifikia na kulitimiza lengo hili kwa mafanikio makubwa. Shukrani zetu za dhati kwa wadau muhimu wa ndani ya nchi, tukianza na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa bega kwa bega siku zote na hospitali ya KCMC. Kama hapa napozungumza nimesema hili ni moja, alisema Mr. Chiseo kwamba tumeanza tiba ya mionzi. Kwa hiyo hospitali yetu nafikiri itakuwa hospitali ya 3 au Tanzania kwa Panda Kaskazini ni hospitali ya kwanza kutoa tiba ya mionzi. Sasa hivi tunatoa huduma zote za saratani. Na hapa tunawashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walitoa shilingi bilioni 5.5 kujenga lile jengo. Na tukapata na wadau wengine tukamaliza ule mradi mkubwa ambao ni karibu wa bilioni 15. Kwa hiyo unaona jinsi gani hospitali yetu inavyofanya kazi na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano. Tunashukuru serikali chini ya uongozi wa Rais Samia kwa kuendelea kushirikiana na hospitali yetu. Kampuni za Halotel na Halo Pesa tunawashukuru sana kwa kuunga mkono juhudi
hizi ambazo tunazifanya kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania ambao ni waathirika wa maradhi haya ya moyo. Kila mtu anaweza akapata shida ya moyo. Kwa kipekee tunawashukuru vile vile washirika wetu Tanlic Health Foundation ambao tuko nao hapa kwa kutuungana nasi na kuhakikisha kwamba tunawafikia wadau wote muhimu katika kampeni hii. Ndugu waandishi wa habari, mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu, kwa kipekee ni washukuru ninyi mlioko hapa kwa kuwa kiungo muhimu kwa kufikisha, ambao mtatuwezesha kufikisha taarifa zetu kwa wananchi, na mmekuwa mkishirikiana nasi siku zote. Wengine naona hapa Moshi tunaonana mara nyingi, tunapohitaji mnafikisha taarifa zetu kwa usahihi mkubwa kwa wananchi na kusaidia kwamba kazi zetu zinakuwa rahisi. Tunawashukuru sana waandishi wa habari. Basi sitakuwa na mengi, ila ni kuwashukuru wote mliofika hapa leo, na kipekee tunamshukuru Mungu. Mungu ibariki hospitali ya KCMC, Mungu ibariki Halothel. Kuona kwamba hospitali ile inaendelea kutanua huduma zake, lakini pia inaboresha maeneo mbalimbali kwa ajili ya Watanzania sisi, lakini tumesikia hapa kwamba pia nchi nyingi ambazo zinatuzunguka pia zimekuwa zikipata huduma pale katika hospitali hile. Kwa hiyo sisi kama Halopesa kimsingi tuko pamoja na nyie, na ndio maana tumeona kwamba tushirikiane pamoja, na tunafahamu kwamba tunawafikia Watanzania wengi kupitia huduma zetu za Halotel pamoja na Halopesa. Kwa hivyo leo hii tutamke tu rasmi kwamba sasa wateja wote wa Halopesa pamoja na Watanzania wengine wote tunakaribishwa na tunatiwa moyo kuchangia ujenzi wa jengo hili maalum hasa kwa ajili ya magonjwa ya mioyo. Tumeambiwa hapa pamoja na mishipa ya damu. Hili ni jambo ambalo linatugusa sisi wote. Kwa hiyo tujisikie huru kuchangia, na kwamba ni kwa ajili ya sisi wenyewe pamoja na ndugu zetu wote walioko katika nchi na nje ya mipaka ya Tanzania. Na namba maalum ya kuchangia, niombe wapiga picha mchukue hii picha. Hii ni lipa namba, ina QR code hapo ambayo mteja anaingia kwenye Halopesa